Mimi naitwa Charles Kitima, Dr. Charles Kitima kutoka taasisi ya Chuo Kikuu St. Augustine University of Tanzania Islam, lakini pia kwa sasa nafanya kazi kama katibu mkuu wa baraza la maaskofu, lakini naendelea na shughuli zangu za kitaaluma pia. Naendelea shughuli za kitaaluma, kama mnavyojua chuo kikuu chochote duniani kina kazi kubwa tatu: kazi ya kufundisha, kuchukua maarifa yaliyopo na kuyaingiza katika watu, katika hasa kizazi kilichopo au vijana wapate maarifa yote yaliyoko duniani ambayo yameshafikiwa katika nyanja mbalimbali. Pili ni kufanya tafiti. Shughuli tunayofanya leo ni utafiti, ni kuleta taarifa za utafiti tuliofanya juu ya sera ya sekta binafsi Tanzania. Sababu tunajua nchi yetu imeingia katika kukuza sekta binafsi, na hata rais alipokutana mwaka jana na wafanyabiashara aliwaambia hakuna nchi ambayo itaweza kupiga hatua kubwa ya maendeleo bila sekta binafsi. Sasa sisi kama chuo kikuu tukasema sera yetu ya nchi ya kukuza sekta binafsi ya Kitanzania ikoje? Ndio tukaichukua hiyo sera tukaanza kuichambua na kuilinganisha na sera mbalimbali duniani. Na hivi leo tumeita watu wachache sana ili tuweze kuwaeleza, jamani, tumeona kitu hiki juu ya sera ya sekta binafsi ya Tanzania na kuitazama sekta binafsi yenyewe katika uhalisia ilivyo. Kwa hiyo tumewahoji pia walioko kwenye sekta binafsi na wanavyoiona sera inavyowasaidia. Kwa hivyo tumefika hapo katika hatua yetu ya kufanya uchambuzi wa sekta binafsi, wa sera ya sekta binafsi ya Kitanzania. Ni kikao chetu cha kwanza na bado taarifa yenyewe hatujaikamilisha. Kwa sababu tukishapata maoni ya leo ndio tunaingia katika maoni mapana. Lakini tayari tuliyokwisha kuyaona yanatupa mwanga kitu gani kifanyike ili Tanzania iwe na sera nzuri ya sekta binafsi na ili jenge sekta binafsi ya Kitanzania yenye nguvu, yenye kukuza uchumi wa taifa, utajiri wa taifa na uchumi wa mtu moja moja, na kuunda na kutengeneza ajira za kutosha kwa ajili ya nguvu kazi iliyopo kitaifa. Hatuwezi kutatua tatizo la umaskini, kuondoa umaskini hatuwezi kuondoa bila kuwa na sekta binafsi ya Kitanzania, sekta binafsi ya Kitanzania. Na wala hatuwezi kutengeneza ajira za kutosha kwa nguvu kazi ambayo Mungu ametujalia tuwe nayo ya vijana bila kuwa na sekta binafsi ya Kitanzania ya kizalendo. Haya yote yataweza kufanyika kama sera yetu ni sera ya kimkakati inayotekelezwa na kila Mtanzania akiwezeshwa na serikali yake. Changamoto kubwa tuliyoona katika sera binafsi ya Tanzania, kwanza sera yenyewe iliyoko bado ni rasimu, haijapitishwa na bunge na wala haijapitishwa na vyombo vingine vya mwisho kabisa kusema sasa hii na itumike. Kuna sera iliandaliwa wakati wa Waziri Mkuu Mpinda zamani mwaka 2013. 2018 pia tunailipitiwa, lakini mpaka sasa hatujaambiwa sera ya sekta binafsi ni hii. Pamoja na kwamba nchi yetu ina sera ya sekta binafsi, kwa maana kwamba shughuli za sekta binafsi zinaendelea tangu miaka ya 80, kuanzia mwaka 85 tulishaingia kwenye kukuza sekta binafsi ambayo ni mdau muhimu katika kuleta maendeleo ya nchi ya kiuchumi. Lakini kweli tuna ile Tanzania Investment Center, tuna Private Sector Foundation, tumeunganisha wafanyabiashara, tuna association nyingi za wafanyabiashara, lakini kama taifa tunawalea vipi Watanzania katika makundi mbalimbali wanaounda sekta binafsi? Malezi yale ya kimkakati ya kwanza. Tunasema tuna viwanda kama sasa hivi Tanzania tuna viwanda 1000 ngapi? Tuna viwanda 1000 ngapi? Ni waandishi wa habari mnaandika kila siku tuna viwanda vingapi Tanzania sasa? Zaidi ya 1050. Tuna viwanda zaidi ya 1050 na kusema. Lakini vilianza siku ngapi tutasikia 1500. Lakini viwanda ambavyo tunaweza tukasema soko la bidhaa za viwanda kutoka Tanzania tunazotaka kwenda kuziuza Malawi ni bidhaa zipi? Tukimuuliza Mtanzania, lakini unakuta Tanzania tuko hapa
lakini masoko yako jirani. Tumeunda nchi kama za SADC, juzi tuliona tumekuwa hawa, lakini tunasema tumepeleka bidhaa wapi za nini na nini. Sawa, tunauza mahindi kidogo, lakini hata hayo mahindi yanalimwa kimkakati kwa mpango wa sera hii kivipi? Kwa tunaona weakness kubwa, upungufu mkubwa tulioona kwenye sekta yetu ni kukosa mkakati wa kuitekeleza sera ya sekta binafsi. Kwa tunahitaji kujenga mkakati. Mkakati ule si lazima uwe ufanywe na serikali, lakini ni kuwekewa mazingira ambayo ni lazima utekelezwe. Hii sera lazima itekelezwe kwa hawa wawezeshwe. Ukienda kama Rwanda wameweka, niwape mfano tu, maziwa ya ng'ombe, kwa sababu Wanyarwanda wengi ni wafugaji, wametengenezewa sera ambayo mfugaji anapaswa kuyakusanya maziwa yake hapa, ayapeleke pale, na yule ayachukue pale apeleke kwenye ile kiwanda, na yatoke pale aingie kwenye soko la walaji. Kuanzia yule maskini wa mwisho anawezeshwa mpaka yule msindikaji na yule anayepeleka kwenye soko. Rwanda iko hapo. Na kadhalika na kadhalika. Ukienda Kenya, angalia kahawa yao, angalia chai yao. Serikali inahusika wapi? Mfanyabiashara au jasiriamali mkubwa kwa mdogo anahusika wapi? Ukienda China, huwezi kuwa mwekezaji China. Kwenye utafiti wetu tumezunguka pia kwenye hizi nchi. Huwezi kuwa mwekezaji China kwa sekta binafsi kutoka nje kwenda China bila kuwa na mbia mwenye hisa kamili na mtaji kamili mzao. Tanzania tunafanya hilo, tunafahamu kwamba hilo linafanyika, halikatazwi, lakini linasimamiwaje? China linasimamiwa. Hujapata mbia, serikali inaweza kujitokeza yenyewe kama mbia wako. Sasa tumeona kwenye utekelezaji wa sera ya sekta binafsi Tanzania, usimamizi wa utekelezaji wa sera yenyewe unahitaji kuwekewa mkakati, ile tunaita strategy yenye kulengwa na masoko, kwa sababu tunaongelea sekta binafsi ambayo inazalisha faida, utajiri wa nchi na wa mtu binafsi. Lakini hata uelewa wenyewe wa sekta binafsi, Watanzania wanaelewa sekta binafsi ni sekta ya matajiri, sio ya sisi wa kawaida. Lakini sekta binafsi inamgusa kila mtu katika shughuli zake za kiuchumi zinazotengeneza pato la kwake na pato ambalo serikali inalipata kupitia TRA. Kwa majina anaitwa Octavian Amani Kililo, ni mkurugenzi mtendaji wa Chama cha Wamiliki wa Malori Tanzania SATOA. Kwanza kabisa naomba nishukuru kwa kuweza kushiriki kwenye utafiti huu ambao umefanywa na Sauti kuhusu uchambuzi wa sera ya sekta binafsi Tanzania. Kama ambavyo umeona, sera mpaka sasa hivi Tanzania hatuna sera ya sekta binafsi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kwanza ndio changamoto kubwa, kwamba sera yenyewe bado haijawa rasmi. Hiyo ndio changamoto kubwa, kwa sababu ili uweze kuwa na focus, uweze kuwa na direction, lazima uwe na nini? Uwe na sera. Kwa hiyo ina maana kwa ujumla wake sekta binafsi Tanzania inakwenda bila direction, haina mwelekeo maana yake. Yaani kwa maana ya kutokuwa na sera, ina maana hatuna mwelekeo rasmi. Pamoja kwa tunakwenda, lakini hatuna mwelekeo rasmi. Kwa hiyo ni changamoto kubwa. Sasa changamoto nyingine ambazo zinajitokeza ni katika uendeshaji wa biashara kwa ujumla wake. Kwamba kama ambavyo umeona, kama sera ingekuwepo kuwa na link au ingekuwa na muunganiko ulio rasmi kati ya sekta binafsi na serikali. Kwa maana kwamba serikali hiyo ndio mlezi kweli, mzazi kweli anayetambulika rasmi kwa sekta binafsi. Kwa ina maana inaonekana na ndivyo ilivyo, sekta binafsi tunajilea wenyewe. Lakini kama tungekuwa tuna sera hii iliyo rasmi, na maana tayari tungekuwa na mlezi au mzazi aliye rasmi wa kutulea kama sekta binafsi. Kwa hiyo unakwenda ukiwa unajua unaelekea wapi. Ukikosea mahali fulani, unajua mzazi atakurekebisha mahali fulani kwa taratibu zilizokubalika, na mzazi angekuwa anakuwekea mikakati ya kuweza kufika kule unakopaswa kufika. Kama ambavyo umeona wenyewe, nchi nyingine kama China na sehemu nyingine, sekta binafsi inalelewa rasmi. Sasa inaonekana, na ndivyo ambavyo umeona kwamba kukosekana kwa sera hii tumekuwa ni yatima. Kwa hiyo ni changamoto kubwa ambayo ni changamoto mama, pamoja na changamoto nyingine ambazo zipo, lakini hiyo ni changamoto mama. Moja kwanza ni pamoja na kukamilisha sera hii kwa kushirikiana na Tanzania
Private Sector Foundation TPSF au Taasisi ya Sekta Binafsi Tanzania, serikali ishirikiane kwa karibu sana kuhakikisha sera hii inakamilika. Kwa hiyo ikikamilika na mambo mengine yote ambayo yanapaswa kutatuliwa yatatuliwa tu vizuri. Cha kwanza kikubwa kingine ambacho serikali inapaswa kufanya ni kufanya kazi kwa karibu sana na akademia, taasisi za utafiti. Watu kama Sauti wamefanya uchaguzi wa sera, lakini pia wameweza kutembea nchi mbalimbali na kuangalia sekta binafsi inafanyaje kazi na namna ambayo serikali inashirikiana kwa karibu sana na sekta binafsi. Kwa hiyo ni serikali kuweza kwanza kupokea utafiti wa aina hii. Yaani serikali kupokea utafiti wa taasisi hizi za elimu, kuweza kufanyia kazi ule utafiti wao na mapendekezo yao. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza kubwa kabisa. Kwanza kukamilisha sera iwepo, lakini pia kufanya kazi kwa karibu sana na tafiti hizi na kuzikubali. Kuzikubali. Kwa kuzikubali, lakini pia hata kusupport zifanye tafiti mbalimbali. Kwa sababu bila utafiti huwezi kujua unakosea wapi na huwezi kujua gap yako iko wapi. Kwa hiyo ifanye kazi kwa karibu sana na taasisi za utafiti kuhakikisha kwamba wanapata taarifa rasmi, lakini pia uzoefu wa nchi nyingine tuweze kujifunza kule, kwa sababu hii sio rocket science. Vitu vipo watu wanafanya huko, wanafanya. Kwa hiyo ni swala la kujifunza, kukubali mahali unapokosea, kukubali kufundishika na kukubali kupokea mapendekezo ya wale ambao wamejifunza na wale ambao wamefanya utafiti kuweza kuboresha pale ambapo unafanyaje unakosea. Kwa jina naitwa Augustina Mosha, ni afisa miradi mwandamizi kwenye shirika la Norwegian Change Aid hapa Tanzania. Norwegian Change Aid kwa kushirikiana na partners wao hapa Tanzania ambao ni taasisi za kidini ikiwemo Baraza la Maaskofu, yuko BAKWATA, yuko Christian Catholic Tanzania, tunatekeleza mradi wa economic empowerment kwa kutumia vikundi vya vikoba ambao kwenye mikoa 20 hapa Tanzania. Vikundi hivi vinapata kufikia sasa hivi 4,000 na wanachama wanaopata 100,000 mpaka sasa hivi, ambao wamekuwa wanaweka fedha zao na kukopeshana na kufanya miradi mbalimbali. Na kwa kupitia miradi hiyo na fedha hizo kwenye vikundi, wameweza pia kuingia kwenye shughuli za kilimo cha umwagiliaji wa matone kwa kutumia mbinu rahisi, simple irrigation system, na pia wengine wanaweza kuwa wanafuga kuku, wengine wanafanya biashara mbalimbali. Na tumeingia kwenye vikundi kwa sababu kwa kutumia vikundi tunatumia kile tunaita nguvu ya pamoja badala ya mtu kufanya peke yake. Kwa mfano kwenye swala hili la kilimo cha mboga wanajiunga vikundi, kuna clusters za watu wanaolima nyanya, clusters za watu wanaolima strawberry, clusters za watu wanaolima matango, na hizi clusters zinawawezesha wao kuweza kununua pembejeo kwa bei nafuu zaidi kwa pamoja, zinawawezesha pia kutafuta masoko kwa pamoja, na kwa namna hiyo wanapata faida zaidi kwenye kile kitu wanachokipata, na hata wanapopata mafunzo wanapatiwa kwa pamoja. Kwa hivyo hizi clusters zimewasaidia sana, na wameweza kuingia kwenye kilimo hiki baada ya kuweza kukopa fedha kwenye vikundi, kwa sababu hawa ni watu wengi walioko kwenye miradi hii, wako kwenye vikundi vya vikoba, wanaweza kukopa wakaenda kufanya miradi ambayo inawaletea faida zaidi. Na tunapozungumzia vikundi hivi, wanachama hao tunasema wanafikia karibu 100,000 ni wanachama ambao wako vijijini. Tunajua kwamba Watanzania wengi wako vijijini na shughuli zao kubwa ni kilimo. Kwa hivyo tunachojaribu kufanya ni kwamba ni kufanya zile shughuli zao wanazozifanya kila siku za kilimo ziwe na tija zaidi. Kama analima kwa kutumia mbinu bora za kilimo, aweze kutumia mbinu bora za kilimo, kutumia pembejeo bora, kutumia pembejeo bora na mambo kama hayo, ili kama alikuwa anapata kwa mfano ni mahindi, kama alikuwa anapata gunia 4 aweze kupata mara 2 3. Kwa hivyo kama unaweza watu tuseme 100,000
wakaweza kuzalisha mara 2 ya kile kitu walichokuwa wanakizalisha siku zote, ina maana tayari umemwondoa huyo mtu kwenye umaskini. Na hii inatusaidia, ni mbinu ambayo inawaondoa watu wengi kwenye umaskini, sio mmoja mmoja. Kwa kutumia mbinu hii ya kuwafikia wale watu chini kupitia kilimo wanachofanya, kiwe ni cha mboga mboga, kiwe ni cha mahindi, kiwe ni ufugaji wa kuku, ina maana inatuwezesha kuwaondoa watu wengi kwenye umaskini, kwa sababu tunaifanya ile shughuli ambayo alikuwa anaifanya kila siku inakuwa na tija zaidi. Badala ya kuwa na kuku chini ya uvungu, sasa anafuga kisasa, anapata faida, kuku wake hawafi kwa kideri, kwa hivyo wanaongezeka. Kama mazao yalikuwa hayapatikani mazuri kwa sababu mbegu alikuwa anatumia ni mbegu duni au alikuwa hatumii mbolea, anatumia sasa mbinu hizo bora za kilimo na anapata mazao zaidi. Kwa hivyo tumehakikisha kwamba kwa hakika walioingia kwenye miradi hii kwa muda mfupi wameweza kuongeza kipato chao, na tunahakika kwamba hii itawaondoa watu wengi kwenye umaskini. Kwa hivyo tunachoomba ni kwamba tuungane, wadau mbalimbali, tuweze kuwasaidia watu kwenye vijiji, wakulima na wanachama kwenye vikundi hivi waweze kuboresha shughuli zao za kilimo, waweze kuondoka kwenye umaskini, kwa sababu uchumi wa nchi unategemea uchumi wa mtu mmoja mmoja. Inakuwa haina faida kubwa sana kama tutajenga uchumi wa watu wachache, 2 watatu katika nchi, badala ya kujenga uchumi wa watu wengi walioko huku chini.